Mtazamaji wa Global TV, bado tuko nyumbani kwa mzee wetu Charles Hilary ambapo waombolezaji mbalimbali wapo hapa na miongoni mwao ni Madam Janet Mwenda ambaye na yeye kuna wakati ambao amewahi kufanya kazi na mzee Charles. Madam Janet, kwanza poleni na msiba huu ambao kimsingi ni msiba mkubwa. Asante, pole na wewe. Shukuru sana. Na pole pia kwa tasnia yote ya habari, na pole kwa Watanzania ambao walikuwa wanamfuatilia na marafiki zake, maana alikuwa na marafiki wengi pia na wanafunzi wake. Kabisa. Umewahi kufanya kazi na mzee Charles. Unamuelezea vipi kwa namna ambavyo umemfahamu? Kuna mengi ya kumzungumzia Charles Hilary. Kwanza mwenyewe alikuwa wakati mwingine anapenda kuitwa Mkwanga kama unafahamu. Lakini pia tulikuwa tunamuita mzee wa macharanga kwa sababu alikuwa ni mmoja ya walioanzisha kipindi cha charanga pale Radio 1. Lakini jinsi ambavyo naweza kumzungumzia, mimi alikuwa ni bosi wangu, alinipokea ITV Radio 1 na alinifundisha kazi na alikuwa mwalimu wangu. Kwa hiyo nipata bahati ya kufanya naye kazi kwa miaka 8 nikiwa chini yake. Yes. Anazungumzwa kama miongoni mwa watu wachapa kazi ambao walithamini sana usahihi wa vitu vingi, hususan lugha. Na wengi wanamzungumza kama miongoni mwa watu ambao wamesaidia pia ukuaji wa Kiswahili na matumizi ya Kiswahili katika tasnia hii ya habari, hususan ukuaji wa lugha ya Kiswahili. Unamuelezeaje na mchango wake? Charles Hilary, unajua tasnia ya habari, moja ya sifa ya kuwa mwanatasnia mzuri au mfanyakazi mzuri wa tasnia ni lazima ujue Kiswahili vizuri, na sio tu kukijua, lakini unakitumiaje unapokuwa kazini kwenye taaluma yako. Kiswahili kinatumikaje? Kwa sababu Kiswahili ni lugha yetu na inatumika vyovyote inavyoweza kutumika, lakini yeye alijua kukipangilia. Sio tu hivyo, alitufundisha wengi. Alitufundisha, mimi mmoja wapo, alinifundisha jinsi ya kukitumia Kiswahili vizuri. Achana na Kiswahili, Charles alikuwa ni bosi mwenye kutaka ufanye vizuri, na ilikuwa ikifika mahali kama hauko makini anaweza akakubadilikia. Pamoja na ucheshi wake anaweza akakubadilikia, akakwambia nimekufundisha hivi kwa sababu usiangalie hapa na usiangalie hapa. Unajua tena wakati ule unaanza kazi, utoto. Kwa hiyo wakati mwingine hakuwa tu bosi, alikuwa pia baba. Nina mengi ya kumzungumzia mimi kama Janet, lakini kikubwa ambacho ningependa kumshukuru na nilikuwa namwambia hata alipokuwa hai ni jinsi ambavyo alinijenga katika tasnia ya habari. Hakuwa tu mzuri kwenye Kiswahili, alikuwa ni mwalimu mzuri, alikuwa msikilizaji mzuri, alikuwa mtu wa utani sana. Nafikiri hilo wengi tunafahamu. Kwa hiyo kwenye industry yetu sisi tumepoteza jembe ambalo lilikuwa bado lina nguvu. Kuna majembe ambayo limeshatumika muda mrefu, limeanza kukongoroka, lakini hili lilikuwa ni jembe lenye nguvu. Sizungumzi mtazamo, nazungumzia akili yake na utashi wake na utayari wake wa kufundisha watu. Yes. Sawa. Ukizungumza Charles, hauwezi kutofautisha na hicho ambacho umekizungumza kwa maana ya kugroom vijana ama kulea vijana. Vijana wengi hususan katika tasnia ya habari wamepita katika mikono yake, na wengi wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Umezungumza tumepoteza jembe kwenye tasnia ya habari. Mimi natamani kufahamu pia kwa angalau kwa ufupi mchango wake, hususan katika kipindi hiki cha miaka 8 ambayo uliishi naye mahususi kabisa. Yaani usilione ile tabasamu katika kipindi hiki cha msiba, ni kwa sababu nimekumbuka mengi.
Kama nilivyokuambia, kwanza alinipokea nikiwa sijui kabisa utangazaji. Ilikuwa ni kipaji tu, nilikuja kusoma baadaye, kusomea utangazaji. Kwa hiyo unaweza tu ukapata picha kwamba mtu ambaye anakuja kwako sawa na kipaji lakini hajui ABCD, alafu ukahakikisha kwamba anafika mpaka Z. Huyo ni mwalimu mzuri, namkumbuka kwa hilo. Lakini la pili, alikuwa ni mtu wa kunitengeneza. Alikuwa ananiambia kabisa, nakuona mbali, tulia, nikikwambia fanya hivi fanya. Kwa hiyo pamoja na watu wengine, Mwenyezi Mungu pia amlinde, amlaze mahali pema peponi, Uncle J Julius Nyesanga, walifanya kazi ofisi moja na ndio hasa walioitengeneza Radio 1 kwenye upande wa usomaji wa habari, ili walikuwa wataalamu wa Kiswahili. Ukiwafuatilia watangazaji wengi ambao wamepita ITV Radio 1, walikuwa wazuri sana kwenye kutamka majina, walikuwa wazuri sana kwenye kunyoosha Kiswahili wakati wanatangaza, walikuwa na nidhamu ya utangazaji. Ninaposema nidhamu ya utangazaji, kuna ethics za utangazaji. Ilikuwa ni lazima uzifuate, haijalishi unafanya nini. Na mara nyingi ilikuwa kabla hujaingia studio lazima upite kwake, umwambie, anakuuliza unaenda kuongea nini? Unamwambia nipe script. Sasa hapo kidogo ndo ukiniuliza nini namkumbuka, mimi na yeye mahali ambapo nilipata naye tabu mpaka anaondoka ilikuwa ni kwenye script. Kwa sababu yeye alikuwa anatufundisha na ndivyo ninavyotakiwa, unaingia studio ukiwa na script. Lakini mimi sikuwahi kuweza kutumia script. Yaani mimi tu naomba uniambie nikuelewe. Nikifika pale nitafanya vile tulichoongea. Ukinipa script lazima nikosee. Kwa hiyo mwanzo alipata shida kunielewa. Akaona kama sitaki kujifunza katika kipengele hicho. Kwa hiyo akanifuatilia sana kwamba okay, unasema huwezi kuingia na script. Kwa hiyo akinieleza, anakaa pembeni. Ile studio, chumba kinachofuata ndio ilikuwa ofisi yake. Kwa hiyo anafungulia radio pale, anasikiliza. Lakini alipokuja kuundua kwamba nina uwezo wa kufanya bila kutumia script, ndio akaniacha. Lakini alikuwa ni mwalimu mzuri, ni mkosoaji mzuri, alikuwa anatuvumilia pia kwa kweli, kwa sababu kama nilivyosema alikuwa ni baba. Kwa hiyo utofauti wa umri alituvumilia wengi. Sawa. Labda kama ulikuwa una kawaida ya kuzungumza naye labda hapa na pale kama mwalimu, nini ambacho unakikumbuka labda ambacho ulipata nafasi labda ya kuzungumza naye mara ya mwisho kabisa kabla Mwenyezi Mungu hajamchukua? Charles Hilary sijui kwa wenzangu, najizungumzia mimi. Pamoja na kwamba aliondoka ITV Radio 1, amepita kwenye vyombo vingine vingi vya habari, lakini hakuwahi kukata mawasiliano. Hata kaa miezi 5, sangine hata mwaka, atakupigia, "Wewe mtoto." Alikuwa bado ananiita mtoto, sio kwa umri, lakini nafikiri kwa sababu alinipokea niseme "Wewe mtoto, ujambo?" Kwa mfano mimi nimeongea naye miezi 2 iliyopita. Nilikuwa sijaongea naye muda mrefu, nikaona tu simu. Shikamoo bosi. Maana mimi kwangu alikuwa na kofia mbili, ya ubosi na baba. Nilikuwa namuita wakati mwingine baba, wakati mwingine bosi. Shikamoo bosi. Marhaba, wewe mtoto. Kwa hiyo ndo umetoka kwenye media, hutaki kurudi kwenye media tena? Ambia najifikiria, "Unafikiria nini? Hebu rudi." Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye nafikiri alikuwa na ratiba hiyo ya kuamua kwamba leo naanza kukumbuka watu. Atawatafuta kwa sababu kwa mfano toka msiba umetokea, wengi naozungumza nao utasikia mimi niliongea naye wiki 2 zilizopita, mimi mwezi mmoja, mimi. Kwa hiyo nafikiri alikuwa na utaratibu huo. Kwa ufupi tu niseme kwamba kama wanadamu tunapita. Pole kubwa sana kwa kila aliyeguswa. Ametangulia, tunakwenda. Bwana Nkwanga alikuwa anapenda utani na watu. Tuendelee tu kupendana. Maisha yamebadilika sana. Zamani ilikuwa ni tofauti.
unasikia mtu ameondoka lakini labda umemuuguza sana, au kuna mahali unasema akapumzike. Lakini sasa hivi vifo vingi vimekuwa vya kushtukiza, kitu ambacho maumivu yake pia ni makali sana. Ukiacha maumivu ni makali, historia yake haifutiki haraka sana, kwa sababu kuna kitu cha lazima ambacho tuliongea naye juzi, tumefanya naye jana. Kwa hiyo ni kuomba sana, mtanguliza tu Mungu kwenye maisha yetu, kwa sababu hatuna kitu bila Mungu. Pole sana. Asante. Shukrani kwa muda wako. Asante sana, asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.